kwetu hapa Baba, ni kwa sababu tumeona Baba uwepo wako Baba, kwa sababu wengi wametamani kupata nafasi kama na hii, lakini haikuwezekana. Wengi wameingia katika matatizo mbalimbali, wengine wamepatwa na matatizo ya magonjwa, wengine wamepatwa na matatizo ambayo yamewazuia, lakini sisi Baba ni kwa rehema zako na huruma zako ndio maana tumeweza kupata nafasi hii, na ndio maana tunasema asante na shukrani tunakulipa kwa sababu umeweza kufika katika wako Baba. Tunaenda kuonyesha mlango ambao utaenda kwa mbele zako, tunaomba Baba uwe pamoja nasi, agiza malaika wako walinzi waendelee na eneo hili, tupate kuona mkono wako. Kila baba aliye hapa wala mama aliye hapa Baba, apate kuona mkono wako Baba. Tunahitaji kuona ushuhuda wako, tunahitaji kuona Baba kila mmoja aliyekuja na matatizo Baba, apate kutoka hapa kupata jibu kwako. Kila mmoja aliye na mashaka mbalimbali Baba, apate jibu kutoka kwako. Asante Mfalme, asante Mtakatifu. Tunaamini kwamba utakuwa nasi kuanza mwanzo hadi mwisho, na tunaomba kwa machache tukijua kwamba utatujibu kwa mengi. Ni katika jina lako tukufu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Twende tufungue katika vitabu vya wokovu. We're going to open our book of Song of Redemption. Namba 110 kwa wimbo wa msamaha. 110. Nia 110 kwa wimbo wa msamaha. 110 to ask for forgiveness. Mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche, maji yale damu ile itokayo mbavu zako, iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya, iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya. Kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa, hata ningelia sana na kutenda kazi nyingi, singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi, singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi, ndani yangu sina kitu, na ushika msalaba, uchi mimi univike, sina nguvu nichukue, ni mchafu unioshe, wewe Mwokozi wangu, ni mchafu unioshe, wewe Mwokozi wangu, kwa maisha yangu yote, hata nimetoa roho, hata saa ya kuitwa mbele ya mfalme wangu, mwamba uliopasuka,
sote kwa maombi ya msamaha. Let us all pray to God for forgiveness. Asante Mungu Baba yetu wewe, tunakuja mbele za uso wako Bwana, tukianguka tena kifudifudi kwa sababu sisi hatustahili. Angalia sisi Bwana wako Bwana wa ajabu, lakini hatustahili kusogea mbele za uso wako kwa sababu sisi ni mengi tunayoyatenda. Mungu wetu wa mbinguni, tunashukuru jioni ya leo kupatikana mbele ya macho yako. Sisi ni wale ambao uliwakomboa msalabani. Sisi ni wale ambao walikuwa mbali na wewe, lakini kwa neema yako tukakaribia. Kwa ajili ya upendo wako tukaitwa wana wako. Ndipo ukaahidi ya kwamba ukasema yule atakayewagusa atakuwa amegusa ndani ya mbone yako. Na wewe ukasema ya kwamba umetuchora ndani ya mikono yako. Tupo hapa jioni ya leo Bwana wangu. Tunashukuru kwa mengi unayoyatenda kwetu. Wengi uliwalinda ajali barabarani, wengi walikuwa vitandani, wengi walikuwa mahututi, wengi walikuwa na udhaifu, wengi uliwaponya, uliwapa baraka za kila aina. Na hata ukatupa baraka za kiroho. Ndipo muimbaji akasema ya kwamba nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Jioni ya leo Bwana tupo hapa. Tunaomba utusamee. Tunaomba usamee kila mmoja. Dhambi tunazozitenda wewe unazielewa kuliko jinsi tunavyojielewa. Ututakase, utuoshe ili tupate kuwa safi mbele ya macho yako. Bwana wangu, ninakualika hapa. Uonekane mahali hapa jioni ya leo. Baraka zako zianze nasi na zimalize na sisi. Utakwenda kuwa mwongozi wa vipindi vyote. Uwe pamoja na msimamizi, uwe pamoja na mhubiri, uwe pamoja na huduma zote zitakazotendeka kanisani. Baraka za Bwana ziwe juu yetu. Ninaamini ya kwamba utatenda hivyo, na maombi haya hayaweze kuzuiliwa na kitu chochote, sababu tunaamini Yesu Kristo ameshinda na ni ahadi toka kwa Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina imani tulishajisogeza mbele za Bwana. I have faith we are before the Lord. Na nina imani tumeshakubaliwa kwa muda huu. And I have faith that we have been accepted. Kwa sababu kila mtu ameweza kuomba msamaha mbele za Bwana. Because everybody asked for forgiveness before Kwa God. hiyo tuko huru na tuna imani kwamba Bwana ataenda kutusikia kwa siku ya leo. So we are free, and I believe our God is going to listen to us today. Kwa hiyo walio na Biblia tuende kufungua katika kitabu cha Zaburi. So everybody who has a Bible to open their Bibles.
Zaburi ya 142. Psalms 142. Mstari wa kwanza hadi wa pili. Verse 1 up to 2. Zaburi 142. Psalms 142. Mstari wa kwanza hadi wa pili. Verse 1 up to 2. Tunaenda kusoma. Amen. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Amen. Amen. So Psalms 142 verse 1 says, I cry out loud to the Lord. I lift up my voice to the Lord for mercy. I pour out before him my complaint. Before him I will tell my trouble. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda kwa jioni hii I would like this afternoon ambayo mimi na wewe tuko mbele za Bwana, that you and me are before the Lord. tufikirie sana Let us think. na tufikirie juu ya mwandishi wa Zaburi hii. Let's think about these Psalms. Aliandika neno hili, The one who wrote these words, aliandika kwa sababu alijua kwamba Bwana ndiye jibu. he wrote because he knew that God is the answer. Alijua katika maisha He knew that in life, yale yote ambayo anayoishi, whatever you are living, katika shida na raha, in happiness and in trouble, alijua kuna mtu mwingine isipokuwa Bwana. he knew there was nobody else, only the Lord. Na leo And today, maneno haya ni sisi ambao tutatembelea. it's you and me, we're going to walk Ni according mimi to na this wewe word. kufikiria. It's you and me to think about it. Jioni hii, This afternoon, jioni njema it's a good afternoon ambayo umepata nimepata. that you have gotten out of Napenda that. ufikirie neno hili. I want you to think about this Ukijua word, kwamba uko mbele za Bwana. to know that you are before the Lord. Usifikirie mtu mwingine. Don't think about nobody else. Usifikirie kazi yako. Don't think about your work. Usifikirie bosi wako. Don't think about your boss. Usifikirie mtu yote ule ambao unafikiria kwamba anakusaidia zaidi katika maisha yako. Don't think about somebody who's helping you in your life. Lakini umfikirie Bwana. But think about the Lord. Kwa sababu hata kile kipato ulicho nacho, Because everything that you have, usifikirie sana kwa sababu muda wote kinaweza kikapotea. don't think too much on it, because anytime it can, you can lose it. Lakini ukifikiria Bwana, But when you think about the Lord, ambaye yeye ndiye jibu, that you know He's the ambaye answer, yeye ndiye tunaweza kulalamikia, that you know we are the one who have to cry ambaye to. yeye anajua kila jambo, You know that He knows everything. nina imani yeye ni jibu I have faith He's the answer, na ataenda kukujibu wewe. and He's gonna answer you. Haleluya. Amen. Kwa hiyo jioni hii So this afternoon, mwambie Bwana malalamiko yako. tell Him your complaint. Mwambie Bwana matatizo yako. Tell Him your problem. Najua mara nyingi tuna shughuli nyingi ambazo zinatukamata katika wiki mzima. I know we have a lot of issues that we go through the Mambo whole ya week. kazi na familia, Our work and families, mambo mengi ya huko na kule. here and there. Mara nyingi hayatupe nafasi ya kumsogea Bwana. A lot of time it doesn't give us time to go before the Lakini Lord. masaa matatu haya tunaenda maliza mbele za Bwana. But these 3 hours that we are before the Tafadhali. Lord, please Mlilie Bwana. cry to your Lord. Muonyeshe shida zako. Tell Him your Na yeye atakuwa jibu lako. and He's gonna be your Na nina answer. imani atakujibu. And I have faith He's gonna answer you. Haleluya. Amen. Kwa machache haya, For these few, naomba kila mmoja kwa kusubiria mhubiri wetu wa siku ya leo, while we are waiting for the basi preacher of haya the day, endelee kububujika katika moyo wako. let's think about this in our heart. Kwa hiyo tunaenda kufika kwenye muda mzuri tena. It's a good time now. Tumkaribishe atakayetuongoza katika sifa na maabudu. We're going to welcome the one who's going to lead us Na in si wote praise and kanisa worship. mzima tukiwa wima. And I'm going to ask the whole church to stand. Karibu katika kipindi hiki. Welcome at this place. Kanisa mzima tukiwa wima, Let karibu. us all stand. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tumsifu Yesu. Karibu wapiga ngoma na kayamba. Safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani. Bwana Yesu ameifungua malango zuri la mbinguni ili oh Bwana Yesu
Amen. Tunaenda na wengine wimbo wa 44. Tuwaturu uru kweli katika Yesu Kristo. Neno lake kwa moyo
basi. Piga ngoma, vumilia kidogo. Nitasimama kwenye mnara, nione lile utakalolitenda. Nitasimama kwenye mnara, nione lile utakalolitenda. Kwenye mnara, nione lile utakalolitenda.
Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tunashukuru aliyetuongoza katika kipindi cha sifa na maabudu. We thank you, the one who's going to lead us in praise and worship. Nina imani kila mmoja kwa muda huu ameanza kupokea kitu. I believe by this time you've received something. Na nina imani umeshasogea mbele za Bwana. And I have faith that you went before the Lord. Usikubali muda huu upotee bure. Don't waste this time. Ukisikia roho yako ilikuwa bado haijafunguka, If you feel your heart is not open yet, jiulize kwa nini. ask yourself why. Tafadhali jiulize kwa nini. Please ask yourself why. Kwa sababu unaona uwepo wa Mungu uko pamoja nasi. Because I see the presence of God is with us. Hallelujah. Amen. Tunafika kwenye kipindi kingine. It's another time. Tunamkaribisha mchungaji. We're going to welcome the pastor. Karibu kwa habari za kanisa pamoja na kupokea wageni. For the announcement and for the visitors too. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen.
Ni muda mzuri wa kupokea wageni. Kama ni kuna mgeni mara yake ya kwanza, tafadhali asimame. It's a good time if you have any visitors, please stand. Na kama hakuna tutavuka. And if we don't have, we're going to skip that. Na ninapenda kushukuru kwa watumishi wa Mungu. I'm going to thank the servants of God Kwa kutii sauti ya Mungu. To obey the voice of God. Pasipo kujali watu watasema nini. Without thinking what people will say. Maombi tuliyoyafanya ya siku mbili. The prayer that we had for 2 days. Sijui kwako, kwangu mimi ninahakikisha ni mpango wa Mungu. I don't know to you, but to me I think it's the plan of God. Ukitaka kujua kwamba umefanya huduma ambayo imegusa kuharibu mipango ya shetani, utaona return. If you want to know if you touch the darkness, the spirit of darkness, you're going to see the consequences after the prayer. Unaweza kufanya makesha kwenye mlima siku 3 4. You can go to the mountain for 3 days or 4 days. Ukirudi unakuta nyumbani mtoto karibu akate roho. When you come back home, you find the child very sick. Ama utakuta mambo mengine tu. Or maybe you'll find other problems. Kwa hiyo inakuwa ni ishara ya kudhihirisha kwamba umegusa anga za shetani. That is a sign that to show you that you touched the baada ya maombi ya siku mbili, after the prayers for 2 days, kwa 80% ya watu waliingia kwenye maombi. 80% of those people went in prayer. Walipata return. They got the return. Kuna wale waliingia mambo ya kutapika, wengine kuharisha, wengine hivi na hivi na hivi. Others threw up, others have stomach problem, different type of problems. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani makubwa alikuwa ameandaa yameharibika. What the devil was planning, big ones, it's already destroyed. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo usihofu. So don't be afraid. Na usiwe na manunguniko, usiharibu maombi uliyoyafanya kwa kuramplace na manunguniko. Don't exchange your prayers with sorrow. Maana unaanza kusema Mungu sasa hii ni nini? And maybe you'll be asking yourself, why God? Why am I going through this? Kuliko kunungunika, usogelee watumishi ambao wana hatua ya maombi, watakwambia. If you have anything that don't worry about it, just go before the pastors that will help you. Amen. Amen. Na kabla sijaingia kwenye matangazo ya kanisa, before I go to the announcement of the church, tulikuwa na karibu sijui mwezi mzima tuna ndugu mmoja anaitwa David, alikuwa anakuja hapa kanisani. We had a brother for a month called David. Alikuwa ametoka Denmark. He came from Denmark. Alikuwa amekuja kusoma masomo ya umisionari hapa. He came to study missionary school. Siku zote amekuwa hapa, tulishiriki naye kwenye maombi. And the whole time he was here, we were with him at the prayers. Na kanisani alikuwa anapatikana akipata muda. In our church he would come when he had time. Na jana alituaga kwenye maombi kwamba anarudi Denmark. And yesterday he said bye to us. He's going back to Denmark. Ni mtumishi wa Mungu ambaye ndani yake mna huduma ya Mungu kweli. He is a servant of God that inside him there is a work of God. Bwana asifiwe sana. Amen. Alituhudumia siku moja kwenye maombi, tulibarikiwa sisi sote. He had a service with us one Saturday and we were really blessed. Amesema tufikishe salamu kwa kanisa na kuaga. And he wanted to greet the whole church and to say goodbye again to the whole church. Gharama ya kuja kusoma hapa, he said the expenses of coming to study here kubwa sana, ni mpaka apate wa sponsor watajitoa, lakini amesema kwamba ana dalili ya kusikia kuna watu wanaanza kuchanga pesa kule kwamba arudie mwaka kesho. So it's very expensive, so he needs people to support him, but he heard that people is going to contribute so he can come back next Kwa hiyo year. nipendelea kumuombea. So we have to continue praying Mungu for him. akimrudisha, amina. Na kama akurudi, Mungu amtumie mahala kwa dunia amekwenda. And if he comes back, amen. And if he doesn't, wherever he goes, may God use him. Na hii wiki Jumamosi maombi yetu yatakuwa na mabadiliko kidogo. The coming Saturday, our prayers will have a little different. Pale tunapofanyia maombi wametuomba kwamba tutaanza 9 mpaka 11 tunamaliza. So the owner of the place, they want us to start at 9 a.m. until 11 a.m. Kwa hiyo wale wanaochelewa tutapishana kwenye mlango. So for those people who come late, we're going to exchange.
coming and Kwa they hiyo going. tafadhali sana uje mapema, maana saa 5 tunakuwa tumemaliza. Please come early because at 11 we're already leaving. Na hii mwezi itakuwa mwezi wa busy. This month is going to be a busy month. Kwa sababu tuko na ibada, tutakuwa na ibada tarehe 23 itakuwa ni Sunday nafikiri. Le 23 tarehe 23. So on the 23rd of this month, we're going to have a big service. Na siku ya pili ndio Christmas tarehe 25. And then on Tuesday, that'll be Christmas Day. Na sisi tunakuwa na ibada zote hizo. And we have services on both days. Kwa hiyo na tunakumbuka kwamba mwisho wa mwezi wa tarehe ya kupokea mwaka mpya na kwa tarehe ya makesha hapa. And we know as usual the last day to go to the new year we have overnight. Tunakuwa na makesha. We have overnight. Na Januari tarehe 1 inakuwa ni ibada tu ya kushukuru Mungu. And then on January 1st we have a service where it's a Thanksgiving service. Kwa hiyo ujiandae. So prepare yourself kwa ajili ya shukurani. For Thanksgiving. Na kwa wale wenyewe wanajua tunakuwa na utaratibu, mtu anasimama kwa ajili ya kumshukuru Mungu akiwa na envelope yake. And as usual we know when you stand you have your envelope and you testify. Na tunapenda kukumbushia kwa wale ambao ile mafomu ilipita mkanisa watu wakajaza. And I want to remind everybody who filled out the form that we wrote last time. Najua kwamba wale watu mko mnawasiliana, lakini na Saturday ndio siku watapita kwa nyumba. So the coming Saturday, that's when they're gonna pass on your houses. Sijui kwamba mumeelewana saa ngapi. I don't know if you talk to them what time they're gonna come. Yeah, lakini Saturday 15 bado ndipo watapita kwenye manyumba. So Saturday the 15th they're gonna go through our houses. Na tuna kijana moja ndugu Lomami. And we have a brother called Lomami. Anaishi Clinton. He lives in Clinton. Nadhani tamuuliza baba Dina atatusaidia address kabla ya kufunga ibada. Wamepata habari ya kilio. Baba Dina will tell us his address. They just received the funeral. Yeah, walipoteza nafikiri shangazi yake ya mke wake huko Afrika. They lost their auntie back home in Africa. Ni vizuri kufika na kuwajulia hali. It's good to go and visit them. Pastor Emmanuel naye amekwenda Colorado Springs. Pastor Emmanuel went to Colorado Springs. Ndio maana leo tuko naye hapa. And that's why we don't have him here. Mama Biaombe naye ametuaga ameenda Texas. And Mama Biaombe also traveled, went to Texas. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru sana kwa mchungaji. We thank the pastor a lot. Asante kwa kutupa habari za kanisa. Thank you for the announcements. Ni kazi yangu mimi na wewe. It's your job and my job. Ili tuweze kutekeleza yale tuliyoambiwa. To work on what they told us. Hallelujah. Kwa hiyo tunaenda kufika tena kwenye kipindi kizuri. So it's another moment. Kwa kukaribisha wahubiri wetu wa kwanza. We're going to welcome the first preachers. Kwa hiyo tunakaribisha kwaya Ebeneza, karibu kwa nyimbo mbili. We welcome Ebenezer Choir with 2 songs. Uzima
Injili. The gospel. Kwanza, First, Injili the gospel. inaleta upendo. And it brings love. Injili The gospel. inaleta msamaha. And it brings forgiveness. Injili The gospel. inaleta toba. And it brings confession. Injili The gospel. inaponya. It also heals. Injili The gospel. inakwenda kufungua. And it also delivers. Injili The gospel. inaleta wokovu. It brings salvation. Na ukimwangalia mwanzilishi And if you see the one who wa started Injili of the gospel, Yesu Kristo, in Jesus na Christ, yote hayo and all this, alikuwa nayo. and he has all this, Alionea watu huruma. and he really felt pity for us. Wakati anakwenda na ubiri, And whenever he was preaching, alikutana wagonjwa wa kila aina, and he made all the sick people, lakini hakuweza kupita. and he didn't pass, Alishughulika nao. and he took care of them. Wakati anakuwa na ubiri, And whenever he was going to alimwambia preach, imani yako imekuponya. and he said that your face is Usitende healed. dhambi tena. Don't sin anymore. Kwa hiyo alifanya mambo yote And he did everything, na alikuwa amebeba and he was carrying it. ili kusamehewe. And so that the forgiveness, Maana mtu anatangaza injili, and because the one who proclaimed the mtu gospel, anahubiri injili, and the one who preached the lazima gospel, awe na mambo haya. has to have all these Awe mtu wa kusamehe, elements. Must be the person who awe forgives, mtu amejaa upendo, and must be the person who is full of love, awe mtu amejaa toba, and is the person who is full of confession, awe mtu amejaa wokovu, and should be the person who is full of salvation, awe mtu amenyenyekea, and should be the person who is very humble, awe mtu ametii. and should be the person who Maana is Yesu very mwenyewe obedient, because Jesus alikuwa himself, yote ameyachukua. and he had all this and then carried it. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Kwa hiyo akasema sitaionea aibu injili ya Kristo. And for that reason he said that I won't be ashamed of the gospel of Christ. Na injili hii And that gospel, tumeipokea kwa neema, and we received it by grace, kwa bure, for free, lakini kulingana but according na njia zetu to our way, na kutafuta umaarufu, and to seek the fame, tumeanza we started kuuza injili. to sell the gospel. Haleluya. Hallelujah. Na injili imegawanyika, And the gospel has been spread out. si wote All of us. tasimama madhabahu hii kuhubiri. And we will stand here on the altar and preach. Kuna injili ya pastor amesema, And there are the gospel that the kuna Bible injili says. ya matendo. And there are the gospel of deeds. Kuna mtu ameitwa, There is somebody who's called, yeye kazi yake and that is his job, ni kusaidia. and his job Watu is to wasiojiweza. help the people who can't. Kuna mtu There's somebody, anasaidia wajane tu, and who helps only the orphans, hiyo ni injili. widows. That is also the gospel. Kuna mtu There's somebody, anasaidia mayatima tu. and who only helps the orphans. Kuna mtu There's somebody, akisikia matangazo, and whenever he hears the announcement, hata si mtu wa huduma, njoo kwa Yesu, and even is not the ni member mtu of wa kanisa this, lingine tu, and he just from another, anasikia kuna mkutano, and he hear that there is yeye an assembly, anatoa pesa yake and he will take his money kuchangia mkutano ule. so that he can Amefanya contribute injili, for that reunion, and then he did the gospel, anachangia watu and he will contribute, nauli ya watu kwenda kuhubiri. and the expense of people to go and preach, Maana maandiko yanasema kwamba because the scripture says, nitakwendaje pasipo kupelekwa? yeah, how shall I go if I'm not taken? Unasukuma wainjilisti And you have been pushing kwa evangelism pesa zako, with your money, na wale watu wanakuhubiri kule, and so that when people are na wewe preaching over there, umechangia injili. and you contributed for the gospel, Amen. amen. Kuna watu There are people, wanafungia wagonjwa kuombea. and they are fasting to pray for the sick. Kuna watu There are people, wanakwenda kushauri watu, and they go advising people, anapoona mwenzake ameingia katika shida, and whenever he see his real or beloved into problem, bali amchekelee, instead of laughing, yeye anafanya but he's doing hatua ya kumwona the step of seeing him na kumshauri. and to give him advice. Maandiko yamesema heri wapatanishi, maana ufalme wa Mungu ni wao. Yeah, he said that better those who
reconcile people because the kingdom is theirs. Mtu huyo anafanya injili. And that person is doing the gospel. Kuna watu wamechoka. And there are people who are tired. Hawaingii makanisani. They are not coming to church. Mtu anakwenda majumbani kwao. The people are going to Kuwatembelea na kuwatia moyo. to visit them and to encourage Ila them. yote ni injili. All this is a gospel. Hallelujah. Hallelujah. Unachangia kanisani. And you are also contributing for the church. Yote ni injili. All this is a gospel. Unaimba kwaya. You are singing in the choir. Yote ni injili. All this is a gospel. Na hivyo vyote All this, labda Afrika ulikuwa ukivifanya. maybe in Africa you are doing. Kila mtu ameitwa kivyake na Roho Mtakatifu kizapendavyo. Yeah, each one has been called according to the Holy Spirit. Ulikuwa ukitembelea wagonjwa mara kwa mara. Yeah, maybe you have been visiting the sick people from time to time. Mimi bado niko mdogo sana. Sijaingia kanisani, bado niko mdogo sana. Yes, and sometimes I didn't go to church. Nilikuwa sijaingia kanisani kwa wale tuko Waislamu. Yes, I never went to church because I was called Muslim. Tulikuwa na majirani wa Kristo. And we had neighbors who were Christians. Tuna wamama tu And mothers only. wanaingia sehemu. And they in there something. Wanaanza kuimba. They start singing. Wameleta kuni, And wameleta kuni. they brought the wood. Wameleta mkaa, They brought wameleta miogo. They brought also the cassava. Wanafanya. And they do. Je, ndio ni nani hawa? And we asked them, who are these? Ni wa Kristo. Oh, these are Christians. Mimi kuniona And they came to see me. hii kanisa hilo na upendo kabisa. Oh, your church has love. Unipeleke hadi kesho. Oh, take me there. Akiingia amebanwa. And if he interested, Hiyo yote ni injili. then this all is a gospel. Lakini ukifika Amerika, But coming to the US, umekuwa busy na overtime. yeah, you are too busy doing overtime. Hakuna hata kushuhudia mwenzako And there's no more time to even just help your beloved habari za Yesu. or talking to your friend about Jesus. Ndugu yangu kwa nini siku hizi unaonekana kanisani? Oh, my beloved, why I don't see you in the church more? Unaonekana mpendo kwa maombi. Yeah, I don't see you in the prayer session. Misi. And you have been missed. Kuna shida gani? And what's the problem? Oh, mimi magonjwa. Oh, you know I'm sick. Kazi. Oh, the job. Bile zimezidi. Oh, too many bills. Ndugu yangu sijali. Oh, my beloved, Yesu anakuhitaji. God, Yesu Jesus needs you. atakulipia bill. Jesus will pay the bill Njoo for you. kwanza kwa Yesu. Come first to Jesus. Shughulika na mambo ya Yesu. Yeah, take care of Jesus' things. Haleluya. Hallelujah. Unamtia moyo. And you encourage him. Unamtia moyo. You encourage Na him. unakwenda kufanya kazi ya injili. And that is doing the work of the gospel. Naye And he anakuja. and he will come. Wewe usioni And don't see kama poteza muda wako. that you wasted your time. Lakini Mungu au Yesu Kristo But God or Jesus Christ atashughulika. will take care of that. Maana Paulo amesema kwamba Because Paul said, wenyewe ni watu wa kupanda tu. and let's be the people who will only Hakuna wa sow. Paulo, hakuna wa Paulo. And now we don't have the Paul. Sisi wote ni wa Kristo. And all of us are Lakini Christians. unapopanda mbegu, And whenever you sow the wakumimina seed, maji and you also have to water ni it. Yesu Kristo mwenyewe. And the only who waters it is Jesus Wewe Christ. mwambie tu, Just tell him. hata wapagani, Oh, maybe they're pagans. mwambie Yesu anakupenda. Oh, tell Jesus loves you. Inatosha. It's enough. Haleluya. Ni Hallelujah. lazima tuitangaze injili. And we have to announce the gospel. Tusio na sababu, And we don't have reason. sababu tumefika katika nchi hii. Yeah, so that we can only die here. Alafu tumekaa kimya. And then we are being silent. Na wakati bado Mungu anakudai. And yet God is claiming you. Kuna nadhiri ulioahidi And you have vowed. kwenye mlima ule unaojua mwenyewe. And in that mountain that you only know. Kwenye chumba chako. In your room. Wakati unakula njegere sio kuna chumvi. And the Wala time, mafuta. the time you are eating lentils without Kuna nadhiri oil, ulioahidi. there are vows that you have done. Mungu ukinifikisha Amerika, And God, if you take me to America, nitakutumikia I will serve you kwa moyo wangu wote. with all my heart. Lakini kufika hapa But reaching here, umekuwa you became mtu wa masababu. the person with lots of reasons. Amen. Amen. Kuna Wakristo wengine There are many Christians, hata Biblia wanaificha, and even the Bibles, they are hiding it. inawekwa kwenye mkoba. And they are carrying it into the bag. Anaona aibu And he's feeling ashamed kuitwa Mkristo, to be called Christian, kuitwa mwanakwaya, to be called a choir member, kuitwa mwanamaombi. to be called a prayer warrior. Unakuta watu na hizi pochi za wanawake zinaficha vitu vingi sana. Hizi pochi Yeah, these small pouches is hiding a lot of kwenye stuff. kwaya vitenge, And
those who use the wrapper, na kitambaa mgongoni. and then also the scarf in the back. Huyu ni Mkristo kabisa. Oh, this is a good Christian. Maombi kwisha, And the church finishes, suruali trousers au kola, or leggings. midomo ya kware, rouge beze. And then you just starting using your lips. Anajipamba. And you start beautifying yourself. Mchungaji akutana naye, And then the pastor who sees, atamshangilia tuko naye kabisa huyu. and says, oh, this is the lady that we are. Anageuka, And he will anachange. and she will Amekuwa transform. tofauti na And kisa. she became completely different. Na hana muda tena kuambia kama Yesu ni Bwana. And there's no more time to tell him that Jesus is Christ. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Tumekuja katika nchi hii. And we came to this country. Ni lazima tuitangaze injili kama jinsi Mungu alivyokuita. Yeah, we have to proclaim the gospel as God has called you. Kama Mungu amekuita kuwatendea watu mema na kuwasaidia watu, If God has called you to do good to people and to help others, usivunjike moyo. and don't be discouraged. Wewe endelea. Continue. Wewe endelea. Continue. Hakuna mtu atakulipa. There's nobody who will pay Lakini you back. huyo Kristo mwenyewe But that Christian ndiye atakufuta machozi siku ile ya and the mwisho. one who will weep your tears, Na kila mtu atahukumiwa and everyone will be judged kulingana na yale ameyatenda. according to the deeds Kulingana na yale ameyafanya. and according to what you have done. Ukifanya vizuri, If you done good, utahukumiwa vizuri. you will be judged correctly. Ukitenda mabaya, If you did wrong, utahukumiwa mabaya. and you will be also Hakuna sababu. judged. There is no reason. Amen. Amen. Tuhubiri injili ya Kristo Let's preach the gospel of Christ kwa ukweli. with truth. Sasa hivi watu wamegeuza. And now people are transforming. Mimi nikitaka kwenda kuhubiri katika mkoa mwingine, And if I would like to go preach in another state, tunaanza kupanga and we start preparing, kama vile naosha mtoto. and as if you are just giving your daughter to wedding, Mimi kuja huko, and you know, coming here, kwanza nauli, mlipe nauli. oh, first you need to give me my tuition or whatever money they ask, Alafu And na then- mtume pesa kuachia mke wangu. and then also send money so I can leave for my wife. Alafu kama kuna dola 5,000 hivi nitakuja. And if there will be maybe $5,000, I will come. Oh, hapana, dola 5,000 nyingi sana. And oh, we don't have it. 5,000 is too much. Kanisa ni changa. And the church has contributed, Tunakupa dola 2,000. and we give you 2,000. Ni ndogo sana. It's very little. Kwanza hivi nina safari ya kwenda Nairobi. And now I have travel to go to Europe, Wamenipangia pesa nyingi sana. and they already prepared a lot of money for me. Watu wanaanza kuuza injili. And people started selling the gospel, Tuliipata bure. and that we Na receive tunakwenda freely, kutoa bure. and we have to give it freely. Watumishi wa Mungu The servant of God, wamekuwa wafumu. and they become a wizard, Wametoka katika ufumu and they came out from wizard. huko nje, They are wameingia makanisani. and they also entered the Wamevaa church, koti and they wear the coat ya nuru, kumbe ni giza. of lights while they are darkness. Hata waimbaji Even the singers. leo mchokoze tu kama tulize sina mkutano hapa. And if we have for them a conference here, Tuchokoze muimbaji mmoja wa Tanzania au wa Kenya or we au wa can Kongo tu. call maybe a singer from Congo, Tanzania, or Kenya, Kuba kusikia America and when he would hear America, nimepata madola. oh, I receive money, dollars. Nikija huko mwandoe nauli And if I come here, you will give me money, na nauli leo ulipia mwenyewe. and then maybe you pay that yourself. Lakini pesa za wachaji, And pesa za waomba the money that they will charge, haitazidi dola 10,000 na kidogo. Au kwa sasa 6,000. yes, it won't be even less than $6,000. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hadi biashara tumegeuza injili kuwa biashara. And we transform the gospel to be like merchandise. Kristo mwenyewe amekuja. And Christ himself came. Ukimpokea Kristo, If you receive Christ, yeye ndiye injili. and he is a gospel, Yeye ndiye amani. he is a peace, Yeye ndiye furaha. and he is joy, Yeye ndiye upendo. he is love. Ukimpokea Kristo, If you receive kuwa Bwana Christ, makosa maisha yako and to be the Hata Lord kama and Savior of ulikuwa your life, the way you were, na mashaka ndani yako, maybe you were hata kama ulikuwa even if you na were woga ndani yako, fearing you, lakini utakuwa na kupata amani, that you will be receiving maana peace, umempokea Bwana wa amani. because you will receive the peace of King.
the Amen. King of Peace. Umempokea Bwana wa amani. And you receive the Prince of Peace. Umempokea mfalme wa falme. And you receive the King of Kings. Hallelujah. 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 Ni lazima tuhubiri injili ya kweli. We must preach the true gospel. Maana inaleta wokovu. Because it brings salvation. Kuna watu wengi mitaani And there are so many people outside wasiomjua Mungu. who don't know God. Watamjua Mungu kupitia nani? And how should they know Ni God? wewe umeokoka. And Ni mimi niliokoka. Tuende. Let's go Tuambie to tell them. Kristo amezaliwa. And because Christ Na is shabaha ya born, Kristo kuzaliwa and the purpose ni of kutafuta Jesus kilichopotea. is to come to look for Maisha unayoishi huko nje. and the life that you are living Maisha ya outside, kulala nje. and your life Maisha outside, ya ulevi. and the life of Maisha ya darkness, kuanga. and Maisha ya kuanga. Uchawi. the life of witchcraft Si maisha mazuri. is not a good life. Ukimpa Bwana Yesu maisha yako. If you give God your life, Na ndiyo maana Mathayo 11:28. and that is why the book of Matthew 12, 11:28. 11:28, Kwa hiyo imesema kwamba it says, nyote all of you wenye kulemewa na mizigo mizito who are burdened, njooni kwangu come to me, nami and nitawapumzisha. I will give you rest. Haleluya. Hallelujah. Tuna mizigo mingi wanadamu. We have a lot of Tuna problems. matatizo mengi We have a wanadamu. lot of problems. Hauwezi kutatua Yeah, you can't pasipokuwa do huyo If injili, it's not pasipokuwa huyo Yesu. If there's no Yesu Jesus. ndiye solution. Jesus is the Yesu solution. anaweza yote. Yeah, Jesus knows Hata fanya everything. njia pasipokuwa njia. The way is Yesu not anafungua simple. na Jesus will anatengeneza open njia. and will prepare a way. Haleluya. Hallelujah. Siku moja One day Mozambique in Mozambique, kulikuwa na mpango and we had a plan. kila siku ya Ijumaa And of tunatembea mitaani Saturday or Friday, we will go into kutangaza habari the njema, to announce the gospel, watu wamjue. so people can know. Wanaokaa Mozambiki wanajua ya Mozambiki. And the people who live in Mozambique, they know the gospel. Mozambiki ni watu wanaabudu masanamu sana, And in Mozambique, people worship ni idols. watu wachawi sana, And there are a lot of witches. lakini sisi And us, maana tulikuwa na mzigo, because we have tulikuwa na that shauku We have watu that wamjue Yesu Kristo So people kuwa can Bwana know mwokozi wa maisha yao. Be the Lord and Hatukuanza Savior of their kuogopa life. uchawi, And we could not hatukuanza be afraid kuogopa of lolote lile, we could not be afraid of tulitembea it. We walked, na tuliona mengi. and we saw a lot. Unakuta mtu anatoa mailizi, And you will see somebody who will throw all the utakuta leprosy. mtaa mwingine utamwambia ona ni shida. And you will meet somebody who said, Mimi wa hapa. and I am from here. Mtaa sio kupita. And this place, Kwanza nyinyi ni matajiri. and because Nyinyi you wageni hapa. are strangers, Sitaki kufika kwa hapa. you can't Na touch Yesu me. na Yesu wenu And that your Jesus, mtaona. you will see. Lakini hatukuanza kuogopa lolote. But we didn't Maana tulikuwa na Yesu. because we had Mwanzilishi wa Injili. Huyo ndo tulitembea naye. Huyo ndiye alikuwa dira kwetu. Huyo ndiye aliyetuongoza. Na siku moja walisalenda wachawi. And they surrounded all the witches. Akasema huyo Yesu wenu ni wa kweli. And he said that, oh, that your Jesus, Nakwenda kutoa. and I will give up. Na akaokoka. And he was saved. Ogopa mtu aliyobeba mzigo wa Injili. Yeah, you must be afraid. Mwogope mtu huyo. Gospel. Be afraid of him. Maana hata mapepo Even in the spirits, katika ulimwengu wa roho in the spiritual world, wanamwogopa. they are afraid. Maana Yesu Because Jesus- alikuwa baba Injili. Because the spirit Akaingia katika mji wa Grace. yeah, whenever Alikutana kijana mmoja anaishi makaburini, amefungwa pingu, alikuwa akikata pingu, akikata kamba, ananichana katika mwili wake, alikuwa shupavu, hakuna mtu alimsogelea, lakini alipomwona Yesu, mapepo yale yalikiri, yakaogopa, yakakimbia. Kuna nini na wewe, Bwana wa Mungu? the Son of Man. Haleluya. Hallelujah. Yesu
akaamuru. Maana alikuwa beba injili, alikuwa beba uponyaji. Maana injili ya uponyaji. Akasema akaamuru. Enyi mapepo. He said that nataka you spirit, what do you want? Mapepo yenyewe akaanza kutaabika. And his spirit is tuingie kwa hiyo nguruwe hawa. Okay, let's tuingie kwa nguruwe hawa. Akaamuru. Pepo nakimbia. Paulo hakutembea na Yesu. Lakini baada ya kuamini na kumpokea Yesu kuwa mwokozi maisha yake, pepo zilikimbia. Hata kitambaa cha Paulo, leso yake iliponya wagonjwa. Maana alipokea injili. Alipokea Yesu Kristo kuwa mwokozi maisha yake. To become the Lord and Savior of his life. Mtu aliyobeba injili. And the person who carries the gospel. Wachawi wanapanga mbinu. And the witches will plan. Wanapanga mbinu. They plan the trap. Tumishi wa Mungu amelala na enjoy. And then this man of God will sleep. Yuko maono mbinguni. And you are having vision of. Mfano mmoja. And I'm going to give you one. Bado tuko wadogo pale Kigoma. And when we were very young in Kigoma. Kulikuwa wachawi mmoja. And there was. Wachawi wana adabu. And the wachawi wana adabu. Yeah, the witches don't have respect. Wanapenda kugusa sana, kuonja. Yeah, they like to taste and touch. Wamezoea kuchukua siri sema na watumishi wa Mungu, si badala wa shetani, siri sema gani. They decided to come and touch the man of God. Wanawachukua kuwalimisha mashamba. And they take them so that they can take them walk in the field. Asubuhi akiamka, and somebody will walk in the morning. And he said, oh, I'm tired. My legs. And look at the feet full of mud. And what kind of things it is? And yet is yeah, we're taking them and make them work in the field. But one day they entered and to the person who received the gospel and the person who had the gospel. Yeah, they started their business. And this is Pondo's place. And that is his neighbor, the Ethiopian. And you see the neighbor. Oh, this is not him. Let's go. They came and they found him. They went to get prepared. They came back. And this is the Pastor Pondo's place. This is the street. And this is the cemetery. But how we can see him? And they see him and all the house is water. Sometimes and they found angels that's waiting for them. And they were protecting the house. And they have been beaten. And some of them came back being disabled. And that is the testimony of the witch after being saved. Yes, after being saved, God made him to go and testify all around. And he said, oh no, this person, and this is a witch, a very strong one. Oh, I don't think we can, because in Tanzania, FIPA and Tanga, they have all these stories of and they went and then walked over there. As witches, they came to the man of God. They searched him and they couldn't find him. And they contributed money so that they can go. Yeah, the one who takes care of the man of God. And they said that this is also a witch. And they didn't know that there's another power that is above the witch. And they contributed money. And they selected one. They said, go seek
Go visit him. Mtumishi wa Mungu anasema wanaoongozwa na roho ni wana wa Mungu. And the men of God said that the one who are led by the Spirit, these are the children of God. Na hakuna jambo and there is nothing linaweza kupita katika ulimwengu wa roho and that could happen in spiritual arena bila Mungu kufunua watu wake, and without God revealing it to his people. Mtumishi wa Mungu maombi and the man of God was akafunuliwa and was revealed. Kaange that Kaange kesho tomorrow be careful, tomorrow in the morning utakuja mtu fulani, somebody will come ana begi and he will carry a bag of money anakuja kujaribu and he's coming to test you. Kwa ongeza maombi so that add more prayer. Kama jinsi Danieli and as Daniel alikuwa akiomba and whenever he was praying akaonyeshwa kuna maadui and was revealed akaogopa, aliweka milango wazi and he opened the window. He said, look at me, you. Kwa hiyo alikuwa akiomba kwa siku moja mara moja, akaongeza dabo kuwa na uhusiano na Mungu wake, so that you can have a connection with God. Na wakati alipokuwa akiomba, and whenever he was praying, Mungu amwambia basi toka, and he said that now anakuja, he's coming. Yeye mtu barazani, mtu akagonga mlango. Yes, just coming out, and then the person akafika pale, and he reached there. Mtumishi wa Mungu, oh man of God, anafikiria mtumishi wa Mungu ajui, anajua yote. And he didn't know that the man of God is aware of everything. And I'm just using the example. Yeah, even if you are telling him that wicked, but in him, I said that never. And this is lie. Yes, I God really loves you, Papa. Yes, I saw you, really, I saw you. Yes, oh, the man of God said, well, yes. Let's pray. Let God bless you. And let God bless you. And when you go out, they say, oh, I cheated. And yet he understood. And wisdom. Yes, you know, sometimes men of God, even if they feel too hard. Hallelujah! Hallelujah! And when we reached there, he told the men of God, and we searched for him for a long time. We have been dealing, and we even invited others, but we couldn't find them. But we are bringing you and tell us what kind of the level of your witchcraft. Oh, you have the power above us. Let's connect. And the person who carries the gospel and doesn't have that and doesn't have regret. And oh, that's the way you saw me. Oh, I don't have I don't have any. The one I depend on. I don't have any. I don't have anything. And this Bible. And that is my reliance. That is my faith. I tell you, my beloved, I don't have I don't need anyone. Just believe that you will be like me. Hallelujah. 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 Ukimwamini Yesu Kristo, hakuna mtu anaweza kuchezea. Hakuna mtu hata wafanye vikao, lakini mtetezi wako yupo. Na ndiye maana unalala, unamuruma. Lakini unakuja usiku, wanapigwa. Maana una Yesu. Yesu amini Yesu. Amekufa kwa ajili yako. So that one day you see. Acha kupapasa. Stop. Acha kutembea kwa mafia kama kameleon. Yeah, don't walk like a chameleon. Oh, just eat. Yesu anakupenda. Jesus loves you. Yesu amekufa kwa watu wote. Yeah, Jesus died for everyone. Na ndiye maana Paulo akasema, that's why Paul said, nimeuiwa na Wayahudi. Yes, I've been obedient to the Jew. Na wenye hekima usikuwa na hekima. And for those who are wise and the foolish. Ili kwenda kuona mzigo kuwatangazia habari njema. Because of the burden to go and preach the gospel. So they can know Jesus. Injili ya leo
watu wanachagua. Ukimwambia mtu aende Uarabu, you say that go to the Arabs, utamwambia ta pastor, you will tell him pastor, kutuma kule. And who sent you there? Anatafutia nini yule bwana? Oh, what is seeking for me? Yes, I see that person for the why doesn't he go? You want me to leave my baby here and then? No, I'm not going. Yeah, if you can send me to Europe. Yes, you can send me to Paris. Hallelujah. Yeah, people are being selecting. Yes, whenever I see news on TV, they are missionaries. Yes, they are being chopped like goats because of Christ. There are people who have been imprisoned. And they didn't even steal because of preaching the gospel. But my beloved, I'm telling you tonight, there is a gain to give Jesus your life. There is a gain. Amen. 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 There is a gain. Yeah, let people call you all different names. Let me describe. Let people insult you. But you, yeah, cling with your Jesus. Yeah, hold your Jesus. Yeah, let nobody remove you from it. Cling. Because that one, and will conquer for you. And that, who will judge humanity. Hallelujah. 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 And you will see people just partying. And whenever you go downtown, yes, somebody will just decorate and he's celebrating the dead. And the same person also during Christmas will also put the cross and also the light. Why? Oh, I am celebrating Christmas. And he's Christian? He's not Christian. Yeah, he just and he's doing that because he doesn't know. But you and me, who know? And the meaning of Christ. Let's go and proclaim that. And we are opening churches. And when I open my church today, I come here. Vena, come here. Yes, I open my church. Come here. Yeah, there's a power of God here. Yeah, you didn't do the Vena already knows Jesus. And he was already Vena is already so you are removing him from one church to take him to another church. And we don't see the homeless outside there. And there are others who come even from Africa. They don't know Christ, they are there. And you know them, I know them. And why don't we go preach there? And your beloved has already fished, and you would like to take and then put in your stomach. And even if you have been saved, you think you will be quiet. Hello? Will you be quiet? Yeah, you see that you remove the coat and then start giving the heads. Hallelujah. 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 Let's go fish. They are out there. They are a lot. Yes, if we see him, we are not even 200. But just go outside. Yes, just ask those who yeah, they know all the corners of Colorado. Yeah, millions of people are enjoying. They are just spending their money. Friday starting Friday up to now.
Uwatembelee watu wala starehe. And you will see people who are in rest. Gharama zofanya. And they express that they did. Kufika Monday kufika gharama ni pesa nyingi. When preaching Monday, when they do all the accounts, it's a lot of money. Nikizipewa. And if I'm given, nafanya mradi Afrika. Yes, I send it to Africa. Lakini ajali. But anastarehe tu. But he just resting there. Haina faida, anapoteza. Yeah, there's no gain. He just lakini sisi waliokuwa mahali hapa, but us being here, tuna faida kubwa. We have a great gain spiritually. Unaweza kuona mtu amekonda, and you see somebody ukamdharau sana, and then don't despise him. Lakini amenenepa kiroho. But spiritually he's fat. Amejaa kiroho. And he's full spiritually. Tajiri wa kiroho. Yeah, he's rich in amejaa maneno ya Mungu. And he's full of the word of God. Amen. 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 Tuhubiri injili isiyokuwa na profit. Yeah, let's preach a gospel that doesn't have profit. Tuhubiri injili ya kweli. Yeah, let's preach the true gospel. Unakaa masimu. And we are sitting on phone. On Facebook. On Facebook. Tuna chat. We chat. To chat. Facebook si mbaya. Facebook is not bad. Kuongea si mbaya. Yeah, talking is not bad. Tuongee. But talking. Maneno ya Yesu Kristo. The word, Christ's words. Good news. Habari njema. Habari njema. Good news. Imekuja kwa watu wote. It came to everybody. Kwa mataifa yote. To all nations. Kwa kabila zote. To all tribes. Bila ubaguzi. Without discrimination. Leo. Today. Yesu amesema. Jesus said. Hakuna Myunani wala Myahudi. There is no Greek, there is no Jews. Lakini leo kumeza makanisa makabila. And now people are starting the church based on tribes. Kanisa wa Furema. Oh, the church of Bafulele. Oh, the church of Banamulele. Kanisa wa Bembe. Oh, the church of Banamulele. Kanisa wa Semalingala. Oh, the church of Basemalingala. Watu mgao Yesu kwa nini? And watu mgao Yesu kwa nini? Why are we spreading or dividing Jesus like that? Sisi wenyewe. Us. Tumeziwia watu. Yeah, we are blocking, preventing people kuto kuingia to enter katika wokovu. In salvation. Katika wokovu. In salvation. Hallelujah. 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 Tufadhali na Kristo. Let's resemble Christ. Maana Kristo ndiye mwanzilishi wa wokovu. Because Christ is the starter of the gospel. Nimesema, I said, ni injili na samehe. Yeah, the gospel forgives. Mtu amekubali injili. And the person who carries the gospel. Ni mtu akusamehe mwenzie. Yeah, is a person who will forgive his beloved. Ni mtu amejaa upendo. And is a person who is full of love. Pastor ametuambia hapa. And Pastor told us. Tuchangie ndugu yetu mpendwa. Yeah, let's contribute for our beloved. Kuna watu kweli. There are people. Wana moyo wa kutoa. Yeah, they have that. Hata dola 100 taweka kitunga. Yeah, even $100. Hata 200 taweka. Even 200. Lakini mdomo huu. But this tongue. Mimi tumia mbili yangu. Oh, this is my 200. Mimi tumia mbili yangu. If I give my money. Unatafuta sifa nenda kulipa. And you are seeking glory. Who's going to pay you back? Who's going to pay you back? Kuna watu wana vipawa. There are people who have talent. Walikuwa vipawa kuhubiri watu waliokoka. And they had the talent of preaching without even being saved. Kutenga watu. Yeah, the talent of spreading people. So like that anakuhubiri pale. Yeah, you see how he's preaching. Yeah, you see the shoe. You see the shoe. Don't tell. Yeah, you see how he's wearing. And just see. Itakusaidia nini? How will it help you? Na uwezi kubarikiwa. And you won't be blessed. Hauwezi kubarikiwa. You won't be blessed. Unatoa sababu ya injili. Because of gospel. Sababu ya upendo. Because of sababu ya love. ndugu yako. Because of your beloved. Kuna kile ndoa kama leo naishi ndoa ile. And you see if that marriage is still going. Na usiku wote nenda kwao. And every day I go. Na kana washauri. And I go and confess them. Wanaanza kucheka sheri. And today they are having sheri. And if I was not there, they would be there. It won't help you with anything. Amen. Amen. Tufanye kazi. Let's work ya injili of the gospel. Na ukusaidia mwenzako. And whenever you help your friend, ni siri yako. It is your secret and your God. Amen. 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 Yesu. Jesus. Anazaliwa. Is born. Na misioni yake ya kuja kuzaliwa. And his mission to come to be born. Kutafuta
to seek. Mimi na wewe. You and me. Tulikuwa mbali na Mungu. We were far away from God. Ili tukusogelee. So that we can approach. Ili tuwe na uhusiano na Mungu. So that we can have this relationship with God. Na lengo kubwa. And the main purpose. Tuweze kuingia katika ufalme. So we can enter into the kingdom. Unayofanya. And what you are doing. Leo umeibariki gari. And today you have been blessed. Leo umebariki vazi. And today you have been blessed with clothes. Leo umenibariki pesa. Today you bless me with money. Mimi sina uwezo wa kulipa. I don't have the ability to pay back. Unafanya kwa ajili ya Kristo. That you are doing it because of Christ. Na yote unayofanya. And all you have done. Utayakuta. And you will find it. Utayakuta. You will find it. Utayakuta. You will find au it. utapoteza. You didn't lose. Wala usivunjike moyo. Or don't get discouraged. Mimi watu wengi. Or many people. Wamejulisha nyuma sana. And they backslide. Yule nikifanya hivi. If I do this. Lakini watu wamejulisha mabaya. And people will tell. Na mimi naviacha. And I just usiache kwa ajili ya mtu. Yeah, don't stop because of somebody. Usiache kwa ajili ya mtu. Don't stop because of somebody. Endelea kufanya. Continue doing it. Endelea kufanya. Continue doing it. Kama ni kuimba. If singing. Imba. Sing. Kama ni kubariki watu. If blessing bariki watu. Bless them. Kama ni kufanyia kanisa. If it is clean the fanyia kanisa. Do it. Lolote kama ni kuomba. If praying. Kuombea wenye shida mbalimbali. And pray for those who yote hiyo ni injili. And all this is the gospel. Kama ni kutembelea watu. If it's visiting people. Weka desk kwenye gari yako, jaza. Yeah, just fill up your tank. Itwa na yule akaki kwake ile ndani. Yeah, oh, be called that sister that is stay to her place. Ukisikia popo. You just when you go. Chungulia hapo. Oh, just look first. Baba tena amekuja baba. Oh. Again, Baba. Aende huko, mwambie si huko. Let him go there, tell him that I'm not lakini wewe fanya. But just you do it. Wewe fanya kwa ajili ya Kristo. You just do it because of God. Na usifanye kwa kubagua. Don't do it in dividing. Kwa Rwanda. Oh, just kwa Murenge. Tubanya Rwanda. Kwa Bembe. O tubabembe. Kwa Furero. O tubafurero. Kwa Vira. O tuwavira. Kwa Amerike. O tu Amerike. Kwa Amerike. To Americans. Tembea. Just walk. Tembea. Visit. Mimi kwenye gari yangu. And me with my wazungu wamoja missionary. And I have some missionaries who are white. Wanafanya mashikatua makaratasi fulani. And they have some other pamphlets. Wanatoa bugestia bu mestaona kama kitu gani. Kwa sababu ndogo tu maandiko mambo ya Mungu. Yeah, pamphlet. Yeah. Basi ule mimi and just me. Kila baada ya mwezi wakaniletea. Yeah, every month they send to me. Wanatoa posta kutoka Kentucky. So it coming from Kentucky, they post it and come to me. Mimi naenda kila kwa state. And I go to other states. Hata kama nafanya Uber na Lyft. And even wanafanya kazi nafanya Uber na Lyft. Yeah, even those people who are doing Lyft and kwenye Uber na Lyft wamekataza. And in Uber and Lyft they already prevented that. Akiingia mteja. But if it is, namwangalia kwanza hali yake kwanza. And I will see his condition. Naanza. Nikamwambia, you Christian? And with my English said, are you Christian? Yes. And can I give you this? You like this paper? Unaipenda? Give me. Yeah, basi. Yes, unipatie. Okay. Napenda. And I have 5 different types. And I select. And the one I gave him. And he gave me 25. And I'm so happy with this book. And he has been snatched. Amen. And others will take. And they read and then they just tear it up. And others they will throw it. And the homeless outside. And if I give him $100, I give him 100. And I also give him that paper. And he read it or not. And he has been, one day he will testify. Let's do the gospel. Let's bring people to Jesus. People are still out there. Let's stop conflicting. And the time that we have, it's the time of problem. Let's proclaim the gospel. Every corner. Yeah, we don't have to proclaim to those people who have been saved. People are outside, so they can know Christ.
tufanye kazi. Let's work. Mungu anatudai. And God is claiming us. Tulichokwenda kuahidi. And do whatever you are promising. You swore whenever I reach America. Hiyo shingo itakatika. And that neck will be cut off. Lipa deni. You have to pay. Una deni. You have a debt. Ya kuhubiri injili. And to preach the gospel. Una deni. You have a debt. Kuna wengi wamekaa mkao kuimba kwa. Yes, there are people who have been there stealing. Just come here. Baba Rama anahitaji. Yeah, come to the choir. Na muimbie Baba Rama. Na muimbia Mungu. You are not singing for Baba Rama, you are singing for God. Vijana hao wanaweza vijana. Yeah, you can even join the youth team. Fanya kazi ya kuhubiri. Yeah, preach the gospel. Nisomea kitabu cha Wafilipi. Read the book of Philippians. Kumalizia. To finish. Wafilipi. The book of Philippians. 1:27 moja tu. 1:27. 1:27. I read the gospel. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. Amen. Amen. So, Filipi nasema, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo moja, mkiishindania imani ya injili. Amen. Amen. Paulo anasema, the Paul says, mwenendo wenu, your conduct, tabia zenu, your manner, hali zetu, or our condition, ziwe katika injili ya Yesu Kristo, must be in the gospel of Christ. Maana huyo ndio mwanzilishi wa injili. Because he is the starter of the gospel. Tufanane na huyo kiongozi. Let's resemble him. Tufanane naye. And let's resemble him. Tunahubiri injili. Let's preach the gospel. Ukisoma hapa juu, and if you read here up, mstari hapa 20 na ngapi 20 ya ukisoma 16, nisome 15 17. And if you read for me 15 and 16, the same book of First Philippians. Kiswahili. Hiyo Filipi 1:15 mpaka 17. Tunasoma maandiko yanasema, wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya usuda na fitina, na wengine kwa nia njema. Hata wanamhubiri kwa pendo, wakijua ya kuwa nimewekwa ili niitetee injili. Bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Amen. Amen. Kuna watu wanahubiri injili. There are people who preach the gospel. Ya fitina, of envy, ya chuki, of rivalry. Hapana. No. Tuhubiri injili. Let's preach the gospel. Ya moyo mweupe. Of goodwill. Tuhubiri injili. Let's preach the gospel. Ya matendo. Of acts. Tuhubiri injili. Let's preach the gospel. Ya umoja. Of unity. Na ndipo Mungu and that's who God atakwenda kutubariki. And will bless us. Na ndipo Mungu and then God atakwenda kutusapoti. And will support us. Na ndipo Mungu and then God atakwenda will go kutushindia. Will conquer for us. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna awezaye kuzuia injili. And there is nobody who can prevent maana ni uwezo wa Mungu. It is the power of God. Uletao wokovu. That brings the salvation. Kiswahili kingine ni nguvu za Mungu. And in other language, zinaleta wokovu. The power of God that brings salvation. Kuwatoa watu kwa mashimo. Yeah, that will take people from the trap. Kuwatoa watu kwenye miziki kubwa. Yeah, taking them from deepness. Na kuwaleta katika nuru. And bringing them to light. Herod atakuzuia, wanted to prevent mpango wa Mungu, the plan of God. Akatangaza and he watoto wote wauawe, and all the children be killed. Lakini but
Huyo That, Mungu, that God, Mungu akiwa na mpango na wewe, yeah, God has a plan hakuna with mtu you. anaweza kuona. If God has a plan with Mungu you, atakuonya kwenye ndoto. yeah, God will warn you. Mungu atakuonya kwenye Zaburi safi. Yeah, God will also warn you. Mungu atakutumia wajumbe. And God will send you messengers. Mtumishi wa Mungu kaange. And the man of God, be careful. Mungu akatoa malaika And God sent kumwambia Mariamu to tell Maryam na Yusufu, and Joseph, tokeni hapa. and depart from here. Kuna libabe linakuja huko. Yeah, there is bad news coming. Ninatafuta huyu. And is seeking this. Tokeni hapa. Depart from here. Wakatoka. And they departed. Alitaka kuzuia mpango wa Mungu. And he wanted to prevent the plan of God. Lakini haikuwezekana. But it was not. Hakuna awezaye. There is nobody who could. Kuzuia mpango wa Mungu. Who can prevent the plan of God. Amen. 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 Mungu anakujua. God knows you. Mungu anakutambua. God recognizes you. Toka katika usingizi. Yeah, get away from sleeping. Toka katika udhaifu. And get out from weakness. Kile Mungu alichokuitia. Yeah, whatever God has called you upon. Fanya bila malipo. And do it without expecting. Hakuna malipo chini ya jua. There is no pay under the earth. Malipo yako kwa mbinguni. The pay is in heaven. Huko ndio kuna malipo yako. Yeah, there they will be. Na usifanye kitu. And don't do something. Kufurahisha mchungaji. And just to please. Kufurahisha mtu mwingine. Or to please somebody else. Furahisha Mungu wako. Yeah, please only your God. Acha Mungu acheke. Yeah, let God. Kwa yale unayofanya. Of what you have done. Unalia. You cry. Unaziki. Oh, you have trouble. Kwa ajili ya watu. Because of people. Unawatendea watu mema. You are doing good. Bali warudishe mema. But they don't return you. Ni matusi. Then it is just. Sema asante Bwana. You say that thank you Lord. Asante Bwana. Thank you Lord. Ipo siku utalipwa. Yeah, there will be one day you will be paid. Inakishia ipo siku utalipwa. And if it reach that day you will be paid. Utapanguswa machozi. And you will, somebody will whip your tears out. Utapanguswa machozi. You will be whipped tears. Amen. 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 Ndugu zangu, my beloved, mmesikia. You heard. Somo letu sintaionea aibu injili ya Kristo. And our theme was, I won't be ashamed of the gospel of God. Uko mitaani. And there outside. Marafiki zako wa Facebook. And your friends in Facebook. Marafiki zako wa kila mahali. And your friends from everywhere. Na ni mastaa sana. Ni mastaa sana. Oh, maybe they are very stars. Lakini hautaki wajue kama umeokoka. And maybe you don't want them to know that you have been saved. Hautaki uambie waache yale wanayofanya ili wamrudie Yesu Kristo. Yeah, you don't want to tell them to stop what they're doing so that they can come back to Christ. Mungu anadai kwamba. But God is claiming first. Waambie. You tell them. Ile hali ya zamani. And that is the old thing. Na kwenda kuiacha. And the old things will stop. Tumgeukie Mungu. And save God. Tumgeukie Yesu Kristo. Let's turn to Christ. Maana amekuja kuzaliwa. Because he came to get. Kuja kutafuta mimi na wewe. And to seek you and me. Hii hali tuliyomo. Hii hali tuliyomo. And the condition we are in. Hata akija sasa hivi. And even it comes today. Hatutamuona. And we won't see him. Tuachane haya. And let's abandon all this. Tumjue Kristo. Let's know Christ. Si jambo rahisi. It is not easy. Lakini mbele za Bwana. But with God. Ni rahisi. It is important. Watu wanashindwa kusema kweli na kuhubiri injili. And the people are refusing to say the truth and then to preach the gospel. Sababu ya envelope. And because of the envelope. Naletewa envelope. You bring them the envelope. Naangalia. Hey, look. $500. Oh, it's 500. $1,000. Oh, 2,000. Wakati wa taxi unakuja hivi. The time of tax is coming. Ila kama za ulevi, za kuogota. Yeah, it's just like money that you are. Ukiwa nazo na control. And if you have it, you don't have control. So unawalipa watumishi wa Mungu. And you pay the men of God. Ili wasiseme ukweli. And so they don't say the truth. Unawafunga mdomo. And you close them out. Na wanafunga mdomo. And they close. Lakini waliokuwa na mzigo wa injili. But those who have the burden of the gospel, envelope. Even if you give the watakwambia kweli. They will tell you the truth. Watakwambia kweli. They will tell you the truth. Hii njia uliomo. And the thing that you are in. Si njia nzuri. The way that you are in. Na kama ni pesa yako chukua nenda nayo. And if it's your money, take your money, go. Amen. Amen. Vitangaza habari njema. Let's proclaim the good news. Kuna watu wamenunua nyumba za kifahari.
And there are people who have very expensive kwa ajili ya cars injili. because of the gospel. Kuna watu There are people, wanapata chakula kwa ajili ya injili. they are giving food because of the gospel. Kuna watu wana gari za kifahari And there are people who have expensive cars kwa ajili ya injili. because of the Hata gospel. kucheza na injili. They don't joke with the Tuhubiri gospel. injili ya kweli. Let's preach the Maana true ni gospel. uwezo wa Mungu. Because it's the power of Kuleta God wokovu. that brings Kutoka kwenye salvation. giza And to remove us from na kuweza darkness. kuona nuru. And so we can see light. Sijui wewe I don't know you una hali gani na Mungu wako? and what condition you are in with your God. Mungu amekuitia kwa njia gani? And in which way God has called you. Lakini sasa hivi kulingana na mambo ya nchi But now, according to the things of the company, umekuwa mtu wa sababu. and you are the person of causes. Ulikuwa mwimbaji. You are a singer. Ulikuwa tunatenda wewe kuwasaidia watu. And you are the person who was doing good will. Ulikuwa unafyagia kanisa. And you were even cleaning Na the vingine church. kadha wa kadha siri yako unajua mwenyewe. And all this only you know. as a Lakini singer. umekata. But you stop. Mungu anakudai. God is claiming it. Rudia. Come back. Maana umfanyie mwanadamu. Because you are not doing it for somebody. Kama uko hapa, If you are here, ndio tunakwenda kuomba kwa ajili yako. we will pray for you. Ili tena ule uweza, And so that power, zile nguvu that strength zikurudilie tena. can come back to you again. Hatusemi kwa ajili ya dhambi. And we are not talking about sin. Tunasema kama If ulikuwa na huduma fulani, if you had a certain ministry in you, lakini sasa hivi hauifanyi tena. but now you are not doing it Hakuna tena anymore, mshtuko tena. and there's no more any reinforcement, Lakini macho ya Bwana but the eyes of the Lord yamekuona. is seeing you, Ni wapi umeingia udhaifu? and where you have been weak, Ninataka tuombe na wewe and we would like to pray with you, ili urudi tena. so that we can, Ile power, ile nguvu ya Mungu and that power of God ikurudie tena. can come back Kama again. uko hapa, inua kichwa tuombe na wewe. If you are here, lift up your hand, let's pray Kama together. uko hapa, tuweze kuomba na wewe If you are here, lift your hand so we can pray, so that God akutumie can use you kama jinsi as apendavyo. he wishes. Usimpangie Mungu. Don't plan for God. Mungu mwenyewe God himself anajua ni wapi anakupeleka. and knows where he's Anajua ni taking you. wapi kukupeleka. Yeah, he knows where to take you. Mimi sikujui. I don't know you. Pastor hakujui. Pastor doesn't know Mwingine you. hakujui. Nobody knows you. Hatusemi habari za dhambi And hapa. we're not talking about sin. Tunasema We are saying Mungu God amekuita has kwa called you njia mbalimbali. in different ways. Lakini kulingana watu But according to people, wamekukata tamaa. and they have been discouraged, Umevunjika moyo. and you have been Umerudi nyuma. discouraged, you backslided. Uje uinue kidole chako tuweze kuomba na wewe. Yeah, lift up your hand, come forward, and pray for you. Ile hamu na njaa And so that appetite can iweze come kuwa back, pamoja na wewe. so that it can come back again to you. Amen. Amen. Karibu tusogee uweze kuja hapa mbele tuweze kuomba na wewe. Come Uli na kidole. close, come close here so we can pray together. Mwenyewe unajijua, And yourself, you know, unajitambua. and you recognize that. Karibu tuweze kuomba na wewe. Come forward, let's pray. Ile nguvu, So that power, ile hali that ya kuwatendea watu mema, state of doing ya good things to kuwasaidia people, watu to help people, ipate kurudi kwako. so that it can come back. Ipate To kurudi you. kwako. So that it can come back to you. Karibu. Come forward. Sema nami, sema nami Bwana, ni tayari kusikia. Sema nami, sema nami, sema nami Bwana, tu tayari kusikia. Sema nami kama ulivyosema na Esta wa zamani, tu tayari kusikia. Sema nasi, sema nasi, sema nasi Bwana, tu tayari kusikia. Sema nasi kama ulivyosema na Danieli wa zamani, tu tayari kusikia. Sema nasi, sema nasi Baba, sema nasi Bwana,
kuombea watu wao. Karibu sana kuombea Mungu awape tena. To pray for the loved here so God can assist them. Karibu kwa maombi. And welcome with prayer. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wa kweli, Mungu unaweza yote, simba la kabila ya Yuda. Tuko mbele zako Bwana kwa muda kama huu. Angalia watumishi wako Bwana. Mungu, angalia umati wa watu. Unaangalia hata mmoja tu. Unaangalia hata mmoja Jehova. Asante kwa neno lako siku ya leo. Nimetuambia kwamba sitaionea aibu injili ya Kristo. Mahali popote pale nitakwenda kutangaza injili. Neno lako limekuja kama jinsi umekusudia Bwana. Na hawa ni watatu wamepokea, umesikia Bwana neno lako. Walipomerudi nyuma, lakini leo Bwana wamekwenda kusikia presence yako, wanakwenda kusikia wako wako. Bwana watumie Bwana, hata watumie kama jinsi upendavyo, hata watumie Baba, hata watumie Jehova kama jinsi upendavyo Baba. Hata Mungu wasiangalie nyuma, hata wasonge mbele kwa ajili ya injili, hata wahubiri mbele huko nje. Kuna milioni ya watu, kuna wakina mama, kuna wakina baba, kuna vijana wamerudi nyuma, hawajui hata Kristo kama yupo, hawajui kwamba kama ufalme wa Mungu upo, lakini Bwana wajajua, wanatafuta ni wanani watakwenda kuhubiri injili huko nje. Baba, asante kwa neno lako, acha ubariki wa baba hawa, bariki vijana hawa, bariki baba huyu, acha Bwana uongoze, acha Mungu watumie kama jinsi uliowapa. Umeweka injili matendo yao, umeweka injili matendo, umeweka injili ya kweli, hata wakafanye kazi huko pasipo kufundisha mabaya, hata wakatende mema usiku bila mchana, hata wakaone mema Bwana. Asante kwa yote Mungu, maana kweli neno lako limeshuka, neno lako ni mbegu la uzima. Hata Bwana hata wengine hawakuweza kufika hapa, lakini neno lako limewashuhudia, neno lako limeweka wazi. Hata utapoangalia YouTube Bwana, hata liweke wazi, maana injili uwezo wa Kristo, ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Baba, asante Bwana, hatuhitaji injili ya ujanja, injili ya kulipwa pesa. Tulipata bure na tunakwenda kutoa bure kwa jina la Yesu Kristo. Wote waliosikia neno lako, hata lisame ndani yao, na usiku wa leo hata liwashuhudie Bwana, hata likapindue kila matesi, hata likapindue kila meza, hata likapindue kila milango, hata likapindue kila mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Maana injili inaponya, injili inafungua, injili inabariki, injili inaokoa, injili ni uwezo wako Bwana. Acha Mungu, yoyote aliyekubali Yesu Kristo ni Bwana mwokozi wake, amepokea injili hiyo. Hakuna mtoto, hata mabinti au Bwana, hata wanapokuwa shuleni, hata wake mkao moto kwenye vinywa vyao, wakatangaze injili kwa marafiki zao, kwa ndugu zao. Oh, haleluya, asante Bwana, maana ni Mungu wa kweli. Hakuna wezaye kuzuia mpango wako, hakuna wezaye kuzuia. Oh, Herode alitaka kuzuia mpango wako, lakini haikuwezekana. Oh, leo kama tupo ni kwa ajili ya Kristo, na ndiye maana tunasherehekea sikukuu ya Krismasi, kuzaliwa kwa mkombozi wetu Kristo, aliyetuletea injili, aliyetuletea wokovu, aliyetutoa kwa mashimo, aliyetutoa kwenye giza. Asante Bwana kwa upendo wako. Asante kwa jioni maalumu, jioni ilikuwa baraka. Ninaamini wasikilizaji wote watasikia ujumbe huu kuanza YouTube, na hata waliosikia kwa live, acha Bwana useme nao. Wao wengine moyo mikomo, geuza mioyo yao siku leo, ili Bwana wakatangaze injili kwa mataifa. Mungu wa mbinguni, maana wengi wamelewa, udumeimbiwa na unakuwa ya dunia na lewa kama vile mlevi inayumba mlemechera. Ulimwengu umelemewa na mzigo wa dhambi. Ni nani atakwenda kuhubiri injili? Ni nani atakwenda kuhubiri injili? Ni nani Bwana? Kila mtu anahubiri injili ya profit, kila mtu anahubiri injili ya faida. Baba, tunatafuta wale kama Roho kina Paulo waliojitoa, walifungwa, walizalolika, lakini injili ifike Bwana. Mungu bariki Bwana. Neno lako limeshuka. Kwa kumina maji ni wewe. Acha izae maradufu. Ni katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa jina hilo tunaamini na kuamini kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunasema wote amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunashukuru sana, makofi kwa Bwana Yesu kwa ajili ya neno. Tunashukuru. Na
Hatuna cha kuweza kuongeza maana kila mtu amesikia. We don't have anything to add up because everyone listened. Jana nilipokuwa na wamama kwenye mafundisho, Pastor Mabamba tulikuwa naye. Yesterday when we were with women's services, Pastor Mabamba was not with us. Lakini nataka niseme kwa kanisa. I would like to talk to the church. Mwaka wa 2019 kama unatafuta kuwa rafiki wa Mungu. And the year 2019, if you like to be the friend of God. Sijui kama mko mnafuata mitindo iko inafanyika juu ya kuipoteza injili. And I don't know if you've been listening how the techniques are being used to just destroy the gospel. Na tukibaki kwenye hali hii, if we are remaining in this state, kizazi cha tatu cha nyuma yetu sisi, and the third generation after us, kitakuwa kimepotea. It will be completely lost. Ndiye maana that's why ninatoa wito kwa kanisa. And I am calling the church. Mzigo ambao nimeusikia ndani mwangu. And that is a burden that I'm feeling in my heart. Kama vile tunavyoshughulika na homework ya watoto. And as we are helping kids with the homework, utakuta tukiwa hata ulienda kutembea unakumbuka watoto hawajafanya homework, unarudi nyumbani haraka. And even if you went visiting or doing something, you remember, oh, the kids need to do the homework, you come back home. Tufanye sasa kwa ajili ya ufalme wa mbingu. And let's do it because of the kingdom of God. Tuanze, najua kama unafanyaga, lakini natangaza kwa wale, tuanze maibada ndani ya nyumba kuwafundisha watoto neno la Mungu. Yes, it's time to start. I know that some of you started already, but I would like to call upon everybody. Wewe hautahubiri kama Pastor Mabamba, hautahubiri kama mwinjilisti. Wewe soma tu neno la Mungu lenyewe linajishughulikia. Yes, I know that you cannot preach like Pastor Mabamba, you cannot preach like Moses Juma, but just read the word of God. Uambie neno la Mungu. Tell them the word of God. Bwana asifiwe sana. Ili kwa hao hiki kizazi cha Mungu atainua watumishi. Yeah, because with our descendants, God's going to lift up the servants. Na hiyo ndio neno Mungu anasema kwamba mkitafuta ufalme wa mbingu mengine mtafanya nini? Yeah, that is how the scripture said that seek faith, the kingdom of God, and everything will be added upon. Unaposaidia watoto wako homework ya shuleni, haiko juu ya ufalme wa mbingu, usidanganye. And whenever you are helping your kids with the homework, it's not for them to get the kingdom. Tuwasaidie homework, umetia na Biblia hapa pembeni. Yeah, let's help them with the homework and also have the Bible next. Ukimaliza soma nao hata verse moja. Yeah, if you finish and just read even one verse. Ndani ya injili muna nguvu itashughulika yao yenyewe. Yeah, in the gospel there is a power that will take care of. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatudai kuhubiri injili. Unajua siku hizi watu hawahubiri injili, wanahubiri cheo. Yeah, nowadays people are not preaching anymore the gospel, people are preaching now positions. Lakini cheo haiko ndicho kinamgusa shetani. Yeah, your position is not something that will touch the devil. Kuna mtu mmoja anaitwa Ronald Bonke. And there's somebody who's called Ronald Bonke. Ni muinjilisti. Akikaa kwenye stadi mamilioni ya watu. He is an evangelist. Whenever he is in a stadium, millions of people. Ni muinjilisti, Bwana he is an evangelist. Kwa hiyo mambo ya mabishop, maarchbishop, hiyo ni vitu vya. Yes, and all these things of bishop, archbishop, or events. Adui anaogopa mtu anabeba injili ya kweli. The enemy is afraid of the person who carry the truth. Unaweza kutokuwa na cheo kanisani lakini uko na injili ya uzima. Yeah, you might not have any position in the church, but you have the living gospel. Kwanza ni mimi sijui ingekuwa kabisa nina uwezo kama vya macheo ningetoa. Ndio nimeleta masumu. Yes, if it was me, if I had that power, I would remove all these positions because this is what brings people poisoning others. Let's stand up and pray. Tunalibariki jina lako, tunasema asante kwa neno lako. Neno lako linatosha. Neno lako linajieneza. Neno lako linaenea. Neno lako ni uzima. Hakuna mwanadamu anaweza kuliongeza. Ndio maana maandiko yanasema atakayeongeza hata kupunguza atapata adhabu. Maana umeliweka liko complete. Tunajua Mungu, ili ndilo uliona kwamba linatufaa siku ya leo, maana wewe ndiye unajua mioyo yetu, kwa sababu ni wewe umetuumba.
Asante kwa sababu Mungu neno lako limepenya na limeshughulika. Asante kwa mtumishi uliyemtumia. Bwana uendelee kumwongezea mafuta. Tazama tunakuonyesha wiki hii, tunaikabidhi mikononi mwako. Tunaproklame victoire. Tunaproklame réussite kwa jina la Yesu Kristo. Hatungoji mtu aje kututabiria, vinywa vyetu vyenyewe tunatabiri mema kwa ajili ya maisha yetu. Tunatabiri kuitangaza injili. Tunatabiri wiki hii kwamba tutaleta mioyo isiyokujua ikujue kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Mungu uishie milele. Baba mtakatifu, tunakemea magonjwa, pepo ya kulazwa kwa jina la Yesu. Mbinu ambazo shetani amepanga tunaziharibu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakemea roho ya mauti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana, ninainua nchi ya Kongo katika vitanga vya mikono yako. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba wewe ni Mungu, kusudi lako haliwezi kuziwilika. Tunaona makampeni ziko zinafanyika, lakini kampeni ya kweli ni ya kwako wewe. Tunahitaji bendera ya Kristo ndiyo isimame ndani ya nchi hile. Tunahitaji Mungu ukumbuke sadaka. Kumbuka matoleo watu wako wametoa kwa ajili ya nchi hile. Bwana wangu, shetani ameandaa umwagaji wa damu. Malaika wote wa giza, pepo wa mauti ambao wameandaliwa, kama vile ulivyompitisha juu kwa taifa la Israeli huko Misri, ndivyo tunafunika taifa la Israeli la Kongo kwa damu ya Yesu Kristo. Utuepushie kikombe cha mauti ndani ya nchi kwa jina la Yesu. Tunakemea unabii wa mauti. Watu wanatabiri kwamba kutakufa watu. Tunakemea kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunakataa mauti. Tunakataa umwagaji wa damu. Tunakataa masakre kwa jina la Yesu. Tunaomba utawala wa amani wa Yesu Kristo. Maana wewe ndiye Mungu ambaye unajua, unatambua nani unataka kumweka ambaye anafaa watu wako. Tunahitaji mtu ambaye atakuja ni sacrifice juu ya watu wako, sio wale wanaokuja kuchuma kwa jina la Yesu. Ulimtoa Vashiti kwa sababu ya kumweka Esther. Haukumweka Esther juu awe malkia, ulimweka Esther ili atowe maisha yake kwa ajili ya kuwasemea Wayahudi. Tunahitaji kiongozi ambaye atasimama kwa niaba ya Wakongomani, mwenye kuwa na uchungu wa Wakongomani kwa jina la Yesu. Mungu wetu, nchi ya Burundi pia 2020 wanatarajia uchaguzi. Tunahitaji kiongozi anayetoka kwako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, pepo yote ya mauti inayoandaliwa, umwagaji wa damu, tunafunika nchi hile kwa damu ya Yesu Kristo. Kumbuka sadaka za watu wanaokuheshimu wanazozitoa, ziseme juu ya watu wako. Kumbuka nchi ya Tanzania. Bwana Yesu, angalia uchochezi wa chini kwa chini. Bwana wangu, adui yuko anatafuta njia ya kupenya. Na kumbuka wakati tulikosa makimbilio, ulituandalia nchi ya Tanzania iwe nchi ya makimbilio. Kila mara Israeli walikuwa wakishambulia, ulikuwa ukiwaandalia nchi ya makimbilio. Na sisi tulikimbilia Tanzania. Kwa hiyo Baba, hatuwezi furahia nchi ile kufurugwa. Tunaiweka mikononi mwako. Kwa jina la Yesu, simama uitetee Bwana. Ifunike na uizingire kwa damu yako. Asante Bwana. Tunakushukuru. Tunataka kutoka, kututangulie, tukufuate. Jeshi la mbinguni litusindikize na kutulinda kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Makofi na vigeregere. Tusalimiane kwa jina la Yesu.